Si tumeshapanga tarehe. Basi tusubiri. Wapo waliotengeneza mpaka jezi wakaprint kwamba hawaji. Inawavunja moyo nyinyi kama viongozi. Ni mapenzi yao. Wala sisi hatuna nguvu ya kuwazuia wasiandike kwenye jezi zao. Waandike tu, sisi tumeshatoa tarehe basi. Huyo ni mwenyekiti wa bodi ya ligi Mguto akizungumza na waandishi wa habari baada ya mchezo wa wekundu wa Msimbazi Simba na Singida Black Stars kutamatika, na amezungumza ya kwamba wao wameshamaliza, dabi ipo na dabi itapigwa tarehe 15 ya mwezi wa 6 mwaka 2025. Kuhusiana na Young Africans amesema ajali wala hawazi, na yeye kinachotokea kuhusiana na kuchapishwa kwa jezi na mambo kama haya hawawezi kuwakataza, lakini wanachokitambua wao ni kwamba mchezo upo. Sasa maswali ni mengi, nafikiri hata utakuwa unajiuliza maswali mengi, na mimi nitakuja sasa kukupa baada ya kupata taarifa hizo, na sisi tukaendelea pia kupambana ili kupata taarifa kutoka kwa Yanga, kwa sababu kama mwenyekiti amezungumza, je, na wao wako tayari kucheza? Utasikia majibu mazuri kutoka kwa Young Africans. Sasa lakini kabla sijakujuza, wacha pia nikupatie taarifa njema kutoka Bati Quality. Hii ni kampuni bora ya Kitanzania, inazalisha na kusambaza bati aina zote. Zinapatikana za migongo midogo, migongo mipana, mfano wa kigae, na zile pia zenye matili ya chenga zinapatikana kwa gharama nafuu na bei ya kiwandani. Kwa nini uteseke ulale na mabeseni pamoja na masufuria wakati Bati Quality ipo? Tena ipo kwa ajili yako. Unapata bati original yenye warranty ya miaka 10 kwa shilingi 21,500 tu. Fika kiwandani ili uweze kujipatia bidhaa bora zaidi kwa gharama nafuu. Sasa story nzima iko hivi. Baada ya mwenyekiti wa bodi ya ligi kuzungumza kwamba dabi ipo na itapigwa tarehe 15, na hivi karibuni pia Azam ameendelea pia kupromote mchezo huo kama mtu mwenye haki ya kuonyesha matangazo hayo ya moja kwa moja kwa njia ya runinga, lakini pia taarifa zikufikia kwamba msimamo wa Yanga baada ya kuzungumza na viongozi uko hivi. Young Africans tulifanya mazungumzo na viongozi wao ili kuweza kujua, je, wao bado wako na msimamo wao ule hatuchezi ama hii wanacheza. Lakini majibu ya viongozi wa Yanga ni kwamba tarehe 15 hawatapeleka timu kama tu yale ambayo wanayataka yafanyika kwa ajili ya maslahi mapana ya mpira wetu wa miguu. Aidha, viongozi hao wa klabu ya Yanga wamesema endapo tarehe 15 ikiwa hawajapeleka timu na bodi ya ligi ikawakata point kwa kisingizio cha kutokupeleka timu, huku majirani zao kwa maana ya wekundu wa Msimbazi Simba hawakupeleka timu tarehe 8 ya mwezi wa 3 kwenye uwanja wa Benjamin Mkapa na hawajachukuliwa hatua zozote, basi wao watagoma kabisa kucheza ligi kuu ya soka Tanzania bara kwa michezo iliyosalia. Tafsiri sahihi ni kwamba mchezo wao dhidi ya Tanzania Prisons hawataucheza na mchezo mwingine wa ligi kuu hawatacheza. Hivyo sasa kutakuwa pia na ukakasi hata kupatikana kwa bingwa wa ligi kuu ya soka Tanzania bara kwa msimu huu, kwa sababu ziko timu sasa zitakuwa hazijatimiza na kukamilisha idadi ya michezo ambayo inapaswa kuchezwa kwenye ligi kuu ya soka Tanzania bara, na hapo ndipo ambapo kutakuwa na kigugumizi kikubwa. Sasa taarifa pia zinaendelea kueleza zaidi ya kwamba ili Young Africans waweze kucheza mchezo huo, aidha mambo ambayo wanayashinikiza yaweze kufanyiwa ufumbuzi wa haraka mno, ikiwemo pia kujiudhuru kwa viongozi wa bodi ya ligi, na hapo ndipo watapata nafuu ama ahueni ya kuweza kushiriki mchezo huo ambao umepewa namba 184. Wao wamesema endapo viongozi hao wa bodi ya ligi wataamua kuchukua hatua hizo za busara kuachia ligi yao, basi na wao watashiriki mchezo huo, lakini la sivyo Young Africans hawatakubali kushiriki kwa aina yoyote mchezo huo ambao unatakiwa upigwe tarehe 15 ya mwezi wa 6 2025. Sasa mimi nitaendelea pia kukujuza taarifa nyingi za michezo na burudani, na hizi taarifa pia tutaendelea kukupa kwa kina mno. Tuendelee tu kuwa wanafamilia wa Kings Media kwa kusubscribe, kucomment, kulike na kushare ili taarifa hizi pia ziweze kuwafikia watu wengi. Tutane tena muda na wakati mwingine, itosha kusema kwaheri.
Kutana na MC Cisco, MC ambaye atasimamia sherehe yako kikamilifu na kuifanya iwe na viwango vya kimataifa. Kutokana na uzoefu alionao katika tasnia ya UMC, uandishi wa habari na utangazaji. Ukiwa na harusi, send off ama events mbalimbali, muite naye atakuhudumia. Pia ana huduma za picha pamoja na video zenye ubora wa HD. Ana sound ya mziki mkali pamoja na DJ anayekizi vigezo vya DJ. Ofa sasa, usafiri bure kwa maharusi, zawadi ya picha mbao kwa maharusi, bila kusahau photo magazine. Kama unahitaji sherehe yako ionekane ya kisasa, jibu ni Cisco J Entertainment. Wanafanya kazi ndani na nje ya Dar es Salaam. Kwa maelezo zaidi piga 0782055044 au tembelea kurasa yake ya Facebook Nicholas Johnny, Instagram Cisco J_5. MC Cisco, Master of Ceremony.